Kwa majina naitwa Ankoji na tokea Simamia TV. Katika big agenda kwenye press ambayo umemaliza sasa hivi, umeongea mambo mengi sana ya muhimu. Lakini kwa muda mrefu sana uandishi wa habari Ngara imekuwa ni tasnia ambayo haina muunganiko, kwamba waandishi wa habari wamesambaratika. Yaani kila mtu na harakati zake tofauti na wilaya nyingine, na hata zinapokuja shughuli za kiserikali waandishi wanachambuliwa kwamba huyu anafaa kufanya kazi wilayani, huyu hafai, na badala yake pia wanaletwa waandishi kutoka nje ya mkoa wa Kagera ama kutoka nje ya wilaya ya Ngara, wanakuja kufanya kazi za waandishi ambao waliopo hapa Ngara wangeweza kuzifanya. Endapo utapata ridhaa hii, utafanya kitu gani kwa ajili ya waandishi wa habari kuwaunganisha wawe kitu kimoja na hatimaye tasnia hii iheshimike kama ilivyo kwa tasnia zingine ndani ya wilaya hii ya Ngara? Hilo ni swali la kwanza. Hilo kwanza, sio sina sahihi ya kuandika. Sawa. Nina swali moja ambalo nitakuuliza baada ya kujibu haya. Kabisa, nashukuru sana. Maswali mazuri sana. Kitu cha kwanza labda niseme tasnia ya habari ni moja ya wale tusema ni main actors wa maendeleo. Yaani moja ya wadau, stakeholders wa muhimu katika maendeleo. Katika eneo lolote duniani huwezi kufikia level yote ya maendeleo bila kuwa na tasnia ya habari. Tasnia ya habari ndilo jicho ambalo linasimama kwa ajili ya jamii. Yaani linasimama kuibua changamoto mahala ambako kuna ubadhirifu ambako serikali haijaona. Jicho la media, waandishi wa habari ndio wanapaswa kuona na kuzungumza. Pale ambako wananchi wanapitia changamoto na serikali haijaweza kupata taarifa kwa wakati, media ndiyo taasisi ambayo inapaswa kupewa kipaumbele kuweza kuibua hizo changamoto na kuweza kulindwa kwa wivu mkubwa. Mimi binafsi kama nitaweza kuaminiwa na Chama cha Mapinduzi, nikasimama katika nafasi ya kuwania ubunge wa jimbo la Ngara, nitaweza kutumia jitihada zangu zote, nguvu zangu zote, taaluma yangu yote kuhakikisha kwamba tasnia ya habari inaweza kuheshimika, waandishi wa habari wa wilaya ya Ngara wanaweza kupewa heshima inayostahili. Kwa hivyo tukiona sera za serikali zikihimiza swala la local content, kwamba ile tunasema maudhui ya ndani. Maudhui ya ndani ni lazima tuanze kuwapa nguvu wale waandishi wetu wa ndani, kuwapa heshima inayostahili ili waweze kufanya shughuli zao kwa uhuru na kwa nguvu kubwa inayostahili. Kwa mimi niwahakikishie ndugu zangu waandishi wa habari, panapojaliwa Mwenyezi Mungu akasaidia, chama changu kikaniamini, wananchi naamini huko kwa wananchi hakuna shida. Kwa wananchi ninaamini kabisa kwamba imani ipo kubwa sana. Nikifanikiwa kushinda ni kwamba nitafanya kazi kubwa ya kuweza kuhakikisha kwamba tunakuwa na taasisi ambayo ina muunganiko ya waandishi wa habari, lakini pia wanaweza kufanya kazi zao bila bugdha. Kwa sababu mimi nina taarifa wakati mwingine waandishi wakienda kwenye press, wakati mwingine wanatengwa, mtu anaonekana kwamba labda media yake labda inafukuliwa mambo. Kwa wakati mwingine anaweka pembeni. Mimi na taarifa hizo, najua. Lakini muda unakuja ambao nadhani tasnia yetu ya habari itaheshimika kwa kiwango kikubwa, na pale ambapo kutakuwa na swala la uwezeshaji labda kwa waandishi wa habari, kama tutaweza kufanya kile jitihada, naamini pia waandishi wa wilaya ya Ngara wanapaswa kupewa kile kinachostahili.